Na mtazamaji, karibu tuanze na vidokezo ambapo viongozi wa Murang'a wamelaani tukio la hivi karibuni la polisi alionekana akimpiga risasi muuzaji wa barakoa asiye na silaha jijini Nairobi wakati wa maandamano ya amani kudai haki kwa mwalimu Albert Ojwang aliyeuawa mikononi mwa polisi. Viongozi hao wakiwemo mbunge wa Kangema Peter Kihungi, mbunge wa Kiaru Ndindi Nyoro na mwakilishi wa kike Betty Maina wanataka polisi waliohusika wachukuliwe hatua na kuwa mfano kwa wengine wanaopaka tope idara ya polisi. To our police officers, can we stop using excess force on civilians who are not even armed? Jana tuliona ile kitendo ilitendeka pale Nairobi. It is very unfortunate that young man Boniface Kariuki ni wa hapa Murang'a County. We want to condemn that act and we want to request the IG of police hakikishe kwamba huyo kijana, huyo askari amepelekwa kotini na amepata mashtaka yake. Kwa sababu kama angekuwa confronted, hata sisi wanadamu tungeelewa, lakini vile alipiga huyu kijana risasi ilikuwa tu kimakusudi. Hata huyu mtu anaweza onekana ni mtu ambaye anataka kuharibia serikali katika hali ile ya kazi yenye inafanyika kwa serikali. Lakini kwa hivyo tunaomba serikali imepata jina baya sana kuanzia kitendo ambacho kilifanyika cha Ojwang. Hii imefanyika jana ya Kariuki. You must respect the lives of Kenyans. And the work of government is to protect the lives of Kenyans. It is not to harm Kenyans. Kwa hivyo tafadhali, all the decision makers in this country, lazima muwajibike. And if the kitchen is too hot, you do not want Kenyans to ask you questions, please, fuga virango kwenda nyumbani.